Taarifa tuliyoweza kuipokea kwa sasa ni kuhusiana na rais wa Tanzania Football Federation, shirikisho la mpira wa miguu wa soka la Tanzania, ambaye ni Wallace Karia, baada ya kitendo cha jana siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 kwa rais huyo kuweza kuandika barua na kutoa final say, yani maamuzi ya mwisho ya kusema dabi iweze kuahirishwa. Sasa kutokana na uchambuzi zaidi kuanzia wadau wa soka, mashabiki ambao walionekana kabisa kwamba haki yao haijatendewa kwa 100%, kitendo cha kugairisha mechi, watu walichokuwa wanazingatia ni kwamba kwa wale wote waliweza kutoka mikoani kuweza kutumia gharama zao. Je, kwa sababu ni swala ambalo nafikiri limeweza kuingia interconnection zaidi kuanzia kwa mashabiki baada ya kuonekana kabisa kwamba jambo liliweza kujitokeza kwa siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 ni jambo ambalo halijakaa sawa na bado halijawa kwenye haki kabisa, na propaganda siasa iliyoweza kutengenezwa kwa siku ya tarehe 8 haikuwa sawa, kuanzia mashabiki ambao waliweza kuona hakukuwa na sababu ya msingi, hata kama ndo tuseme klabu ya Yanga kweli iliwazuia klabu ya Simba kutokufanya mazoezi ya muda mfupi, ili manake ndo haijawa sababu ya kufanya Simba wasilete timu ama mechi isiendelee tena. Kwa hiyo siasa na propaganda hiyo imeweza kupelekea mashabiki kumuona rais Wallace Karia amekuwa akifanya makosa ambayo yanaharibu ligi yetu. Tumekuwa tukiendelea kusifiwa kwamba Tanzania katika ligi yetu ya NBC imekuwa ni ligi ya ambayo inashika nafasi ya 4 kwa ubora katika Afrika, lakini cheki na angalia mambo yanayojitokeza katika hizi timu mbili kubwa ambazo zimekuwa zikiangaliwa, kwa sababu attention iliyokuwepo kuanzia kwa mashabiki na wadau na wote ambao walikuwa wanasubiria dabi ya Kariakoo, kama ninavyojua kabisa kwamba timu ya Simba na timu ya Young Africans zimekuwa ni timu ambazo watu wengi wamekuwa wakiziangalia kuzitazama kwa ukubwa. Kwa hiyo kitendo kile ambacho kimeweza kuonekana ambacho ni uzembe mkubwa wa rais kufanya maamuzi ya haraka, basi unaambiwa kuanzia mashabiki wanachokihitaji, wanachokiomba ni kwamba rais aweze kujiuzuru na achie ngazi, manake mambo yanaonekana yameshamshinda. Kitendo hiki ambacho mpaka sasa kimekuwa ni gumzo na kila mmoja imekuwa kilaumu, mashabiki wamekuwa kijilaumu sana na kuona kabisa kwamba huwezi ukalaumu klabu ya Yanga wala huwezi ukailaumu klabu ya Simba, lakini tunaendelea kwa yule mtu ambaye ameweza kufanya final say. Majibu kamili, majibu ya mwisho yaliweza kutoka kwa rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia. Hakuna jibu wala hakuna maamuzi ambayo angefanywa bila yeye kuweza kuidhinisha, na ilikuwa ni haraka sana kufanya maamuzi ya kusema mechi iweze kugairishwa, kwa sababu kwa upande wa klabu Yanga wao wanachoamini hakuna dabi nyingine tena zaidi ya tarehe 8, manake wao wanachohisi kabisa kwamba ni mipango kazi inayotengenezwa na viongozi pamoja pia na siasa ambazo zimekuwa zikihujumu timu hizi mbili bila ya yenyewe kuweza kujijua, kwa sababu kilichoweza kuonekana ni upigaji wa pesa kwa siku ya tarehe 8. Je, mashabiki gharama zao waliweza kuzitumia watarudishiwa? Cha msingi tukutane kwenye comment, mpenzi na mdau wa soka wa Tanzania, ukiwa na maoni pamoja pia na ushauri kwa rais wa TFF wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania. Hii ni Hatboy Media, tukutane kwenye comment na usisahau kuweza kusubscribe, kulike na comment.